ya siku ya leo ya 6 kwenye madhabahu ya Bwana, ambapo tunaendelea kuona neema yake, tunazidi kuona fadhili zake zilizokuu. Kwa kweli inapendeza kama nini. Bwana asifiwe. Waimbaji, Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Na sasa mnamuelewa Mungu wenu. Bwana, tulisema tunapozidi kusogea, basi Mungu azidi kuongeza neema. Sasa naona mbingu zimefunguka na utukufu wa Bwana uko hapo na tuhudumia. Mungu awabariki sana na mzidi kukua katika neema ya Mungu. Bwana asifiwe. Mungu akikupa hatua ipokee, lakini ile hatua ichochumilie. Ile nasema chochea karama yako. Kwa hiyo zidi kuombea kile ambacho Mungu amekupa. Bwana asifiwe. Na tumisha kutoka pale Manyinga Bwagala, Mungu akubariki sana. Ulikuja tu kushiriki semina, lakini Mungu alipokupa neema kushirikiana nasi umekuwa tayari. Kwa kweli Mungu akubariki, na kwa utii huu aongeze mafuta mapya. Amen. Bwana asifiwe. Kwa kweli inazidi kumpa Mungu utukufu, maana naona kila siku kuna vitu vipya na viachilia. Hata nikisema niguse vya jana naona kama nachelewa vile. Haleluya kanisa. Haleluya. Jana tulijifunza juu ya nafasi katika kuomba na mamlaka ya Mungu kwenye hiyo nafasi. Na tumeona ndani ya maombi kuna nafasi ambayo Mungu anampa mtu mmoja mmoja kwa kadri ya neema yake. Mungu anatupa nafasi, lakini ndani ya nafasi anatupa na mamlaka. Lakini jana tumeona kwenye kitabu kile cha Zekaria 3:7 ya kwamba kuna kanuni ya kupewa nafasi, kwamba anasema ukienda mbele zangu kwa kutii sheria na amri zangu na maagizo yangu, ndipo utakapoihukumu nyumba yangu, nami nitakupa nafasi ya kunikaribia kati ya hao wasimamao karibu. Tukaona Elia akasema, kama Mungu aishivyo nisimamaye mbele zake, hakutakuwa na mvua kwa siku hizi ila kwa neno langu. Elia yale matamko alitamka katika nafasi. Kwa hiyo nafasi ni mchakato. Haleluya. Sasa nataka tuingie kwenye kipengele kingine ambacho, kumbuka, tunachokitafuta ni ile aliposema namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Na akasema mkiona milima mtahamisha mlima uende kule, nao utawatii. Kwa hiyo kusudi letu ni kutafuta namna gani imani yetu inaimarishwa, namna gani imani yetu inajengwa. Na lengo kuu la semina ni neema ya Mungu ndani ya maombi ya kufunga. Sasa kwa namna tulivyotembea kilomita nyingi sana, sasa umeshaanza kuelewa nini neema ya Mungu ndani ya maombi ya kufunga. Sasa yale maombi ya kisheria, yale maombi ya mapokeo, tumeona juzi kwamba kuna madhabahu 3 ambazo zilifanya kazi kipindi cha Bwana Yesu. Na tukaona madhabahu ya kwanza ya Yohana Mbatizaji, kulikuwa na madhabahu walifunga na kuomba. Kulikuwa kuna madhabahu ya pili ya Mafarisayo, walifunga mara 2 kwa juma. Lakini tukaona ile madhabahu ya Bwana Yesu, wao kipindi Bwana Yesu yupo hawakufunga. Na walipoulizwa kwa nini hamfungi, Bwana Yesu akawajibia kwamba maadamu bwana harusi yupo hawatafunga, lakini sababu atakapoondolewa kwa bwana harusi na wao wakafunga. Sasa ndipo walipoanza kuwafundisha habari ya kufunga, kwamba ufungapo ikae hivi, sio kama Farisayo, iwe hivi na hivi na hivi, thawabu yako ipate kwa Mungu, si kwa wanadamu. Lakini baada ile kesi ya vita ile pagana mapepo walikemea wakafeli. Akasema Bwana amekuja kwambia namna hii haitoki isipokuwa kusali na kufunga. Bwana asifiwe.
Sasa leo tunaangalia mbinu za kivita katika maombi ya kufunga. Mbinu za kivita katika maombi ya kufunga. Yoshua 23 mstari wa 10, tuanzie hapo. Mbinu za maombi katika kufunga. Mbinu za maombi katika kufunga. Yoshua 23 mstari wa 10. Mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu 1000, maana Bwana Mungu wenu ndiye anayewapigania kama alivyowaambia. Tarudia. Mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu 1000, maana Bwana Mungu wenu ndiye anayewapigania kama alivyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa kupata ufahamu juu ya vita ni kitu cha muhimu kuliko kutumia silaha za kivita. Tumekuwa na silaha siku zote, lakini tumepigwa mara nyingi, na kupigwa kwetu ni kwa sababu ya kukosa mbinu za kivita katika ulimwengu wa roho. Kumbuka, tulipoangalia siku moja tuliona vita yetu si juu ya damu na nyama. Vita yetu ni katika ulimwengu wa roho, tukipambana na falme, wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kasema, vaeni dirii ya haki, mshipi wa kweli, chepeo wa wokovu, ngao ya imani, upanga wa Roho na Mungu, miguu mfungeo tayari. Anasema, na kwa sala zote na maombi mkiomba katika roho. Kwa hiyo tunapoingia kwenye maombi ya kivita, ni maombi ya kufunga, ni sala la kivita na ni vita ya kiroho. Sasa hapa anasema mmoja miongoni mwenu anafukuza watu 1000, kwa kuwa Bwana Mungu wenu ndiye anayewapigania ninyi kama alivyowaambia. Kwa ishi ya kwanza, unapotafuta neema Mungu kwenye kufunga na kuomba, ni moja kusema, Mungu, hii vita siwezi, nataka wewe uingie vitani kwa ajili yangu. Na ninapoingia vitani, ninaomba ule uweza wako wa kufukuza watu 1000 kupitia mimi niingiapo katika maombi. Sasa kufukuza watu 1000 ndiyo nguvu ya neema ya Mungu vitani. Unapewa uwezo wa kivita ambao kikawaida isingewezekana, kikawaida isingetokea, lakini Mungu anakuahidi. Aliposema namna hii haitoki isipokuwa kufunga na kuomba, ya kwamba kuna vita nyingine hazitoshi kwa maombi ya kawaida, lazima ufunge na kuomba. Unapoingia kwenye kufunga na kuomba, Mungu ulimwengu wa roho anaruhusu uweza wa kufukuza majeshi 1000 ukiwa peke yako. Kwa hiyo mahali unapofukuza majeshi 1000, unatengeneza eneo kubwa la kumiliki mahali jeshi limetoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, umeingia kwenye maombi kwa ajili ya familia yako, unaombea familia yako. Mungu amekusemesha neno kwa ajili ya familia yako, anakuambia kwa ajili ya hili imekupasa ufunge na kuomba. Sasa moja maombi ambayo
yanahitaji ufunuo Mungu na ujuzi wa hali ya juu. Ni maombi ya familia yako. Hiyo familia unayoiona hapo mbele yako, kuna majeshi zaidi ya 1,000,000 ndani tu ya hiyo familia. Hiyo familia yako leo unaiona hapo mbele zako, lakini hiyo familia imeasisiwa miaka 400. Kwa hiyo picha ya hiyo familia ni matokeo ya vizazi vyenu 4. Sasa ndani ya vizazi 4 kuna majeshi na majeshi na majeshi na majeshi yamepewa halali kukaa na hiyo familia. Kwa hiyo si vitu vyepesi kutamka asubuhi umeomba unakemea, vitu vinaenda, ujue unapambana na majeshi yaliyotengenezwa kwa vizazi 4. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hujanielewa kidogo. Kuna Bwana Yesu alipita mahali akamkuta mtu mwenye mapepo, akauliza jina lako nani? Akasema Legion, tafsiri yake jeshi. Alipoyakemea akasema turuhusu twende kwa wale nguruwe. Tukawaingia wao, tunakuomba usitupeleke kwenda kuzimu, kwenda shimoni. Akawaruhusu watoke. Neno linasema nguruwe walikuwa pata 2,000, wakaenea mapepo yote, wakashuka kwenye korongo, wakafa. Nguruwe walikuwa wangapi? Nguruwe wangapi? Na mapepo teleka kwa mtu huyu 1,000 ngapi? Sasa unasimama unamuombea tu mtu, hujajua kwa ndani kuna 1,000 mangapi ya mapepo. Unakemea pepo moja, kumbe yako 3,000 kule ndani. Sasa wewe umepewa uwezo wa kufukuza pepo 10,000 ndani ya mtu wako 3,000. Hiyo mechi si yako. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza mbinu za kivita. Pale anasema hakutakuwa na neno lisilowezekana kwenu mnapofunga na kuomba au mnapokuwa na imani. Imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Sasa kuna mechi unaingia kupambana, alafu unafeli kwa 100%. Kwanza kuchungulia huko ndani kuna nani? Hakuna wangapi? Kuchungulia na uwezekano wapendo. Haleluya. Mungu anaweza akachungulia mpaka kuambia. Kule mji wa Yeriko ulifungwa ndindi, hakuna kuchungulia, hakuna kuangalia. Mungu akamwambia Joshua, nimekupa mfalme na jeshi lake na mashujaa wake. Kwa kule ndani kulikuwa sio jeshi tu, bali kulikuwa na jeshi linaloitwa mashujaa. Akapewa mbinu kuzunguka mara 7, kisha baada ya siku 7 wazunguke mara 7, piga kelele, piga pembe za ndovu, kutotanguka mtakabila. Lakini kule ndani kuna sadaka mnatakiwa mzitoe zinazoitwa dhahabu, sio za kwenu, ni sadaka. Pelekeni wapi? Kanisani. Sasa mbinu imekubali, zunguka mara 7, wameingia, wamepiga, wameshinda, wakachukua vitu. Sasa Akani akaiba sadaka, akafukia kwenye mchanga, laana ikaingia. Tumejifunza pale kwanza kwamba ukitii maagizo yangu ndipo. Sasa moja ya changamoto inazopiga sana waombaji ni kuiba vilivyowekwa wakfu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ni mwombaji, alafu huwezi kutoa fungu la 10. Ukimaliza kuomba hujatoa fungu la 10 la mwezi huo,
mbingu zinafungwa. Ukiomba maombi yanakurudia kifuani. Daudi akasema, niombapo maombi yanarudia kifuani. Sasa moja kanuni ya muombaji ni kutoa 10%. Unazifungua mbingu zako. Usipotoa mbingu zinafungwa. Haleluya. 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 Haya, ngoja tusogee tena mahali. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 32:30. Kumbukumbu la Torati 32:30. Mbinu za kivita katika maombi ya kufunga. Kumbukumbu la Torati 32:30 anasema, mmoja angefukuzaje watu 1000? Wawili wangekimbizaje 10,000? Kama mwamba wao asingeliwauza, kama Bwana asingaliwatoa? Mmoja angefukuzaje watu 1000? Wawili wangefukuzaje 10,000? Kama mwamba wao asingaliwauza, kama Bwana asingaliwatoa? Haleluya. Amen. Sasa pale tumeona ya kwamba mmoja anafukuza watu 1000, na hapa akarudia akasema, mmoja angefukuzaje watu 1000? Na wawili wangefukuzaje? Anasema wawili wangekimbizaje watu 10,000? Haleluya. Sasa kwa hesabu za kawaida za kibinadamu za kawaida, ukipeleka hesabu za kibinadamu inagoma. Moja jumlisha moja ni ngapi? 1000 jumlisha 1000 ni ngapi? Sasa anasema mmoja anafukuza 1000, wawili 10,000. Ni hesabu ya kiroho sana kuliko ya kimwili. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwaka fulani Mungu aliniletea picha ya watu wamesafiri kwenda Moshi, akaniambia wameenda kule wamejinajisi, na ile miungu walitumikia kule itawanyongea njiani, watakufa wote. Na kati ya hao watu na wapole wangu kule ndani, kaniambia ingia, omba wasife. Nikaingia nikaomba. Kaniambia maombi yako hayatoshi, katafute askari wengine 2, mjitenge mahali mkaombe. Na akaniambia mfuate fulani na fulani, mkakaa mahali mkaombe. Kawafuata. Mungu amenisemesha kuna moja, kuna 2, ameniambia tushirikiane tuombe, tupangue hiyo mauti. Tukaingia tukaomba na kuomba. Mungu akapangua ile mauti. Wale watu hawajui kilichoendelea, hawajui kilichotokea. Wanarudi mjini, maisha yanaendelea. Ila nilipotembelea hata naongea na story, mmoja kaniambia tulipitia njia ya Handeni, kulikuwa kuna mvua nyingi. Kama si Bwana, yani ilikuwa ni chupu, gari lingeondoka na mvua lote. Na kipindi nafikiri hicho kuna familia moja ilisombwa na gari, ilisombwa na maji, wakafa wote. Walikuwa wanaenda kwenye graduation na mtoto na kule Moshi. Ile mtoto hawakumwambia, walimficha, kafanya mitihani imeisha, na serikali afili jitolea kumsomesha. Waliondoka wote na maji. Sasa na wao walitegewa pale wafe wote, lakini Mungu akawasaidia. Lakini aliniambia kwenye hii mechi tafuta watu wangapi? Naona mmoja anafukuza 1000, wawili 10,000. Sasa kiweka watatu sio 10,000 tena, hasa kwa 30,000. Haleluya. Hizi ni mbingu za kivita
katika maombi ya kufunga. Anasema namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Anasema mkiwa na imani kama punje ya haradali, mtawaambia mlima ng'oka uende kule, na utatii. Hakutakuwa neno lisilowezekana kwenu. Shida sio kuomba, ni mbinu za kuomba. Tatizo sio kufunga, ni mbinu kwenye kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapo sasa tunaelewana kidogo. Amina. Haleluya. Kwa hiyo changamoto kwetu, kuna vitu vinafeli kwa sababu hatuna mbinu, na mbinu ni Mungu anatuletea hizo mbinu. Bwana maana akasema pale, ukifuata maagizo. Kwa hiyo mbinu yoyote inakuja na ufunuo wa wakati. Jambo likiisha, limeshaisha. Ukipata huduma nyingine, usikopi cha jana. Kila vita, kila huduma ni mpya. Kwa inategemea una usikivu kiwango gani kwa Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna mwaka wakati nakaa hapa chini hapa, nilikuwa nakaa hapo, hiyo miaka ndio naanza huduma. Miaka 20 iliyopita kule nyuma, alikuwa naanza huduma. Na huyo mtu alikuwa na wachawi, alikuwa ananisumbua silali vizuri. Alikuwa ananisumbua kweli kweli. Sasa mwaka huo nikasema acha mwana ananisumbua, kaja niombe ili asinisumbue. Nikaomba sana. Sasa nikaletea picha ulimwengu wa roho. Nimeona kundi la wachawi wanawake mbele yangu. Nikawakemea kwa jina la Yesu, wakacheka, alafu wakakimbia. Alafu nikaamka, nikafadhaika. Kabla Mungu, inawezekanaje natumia jina lako wananidhihaki wanakimbia? Akaniambia funga siku 3. Alafu omba ulivyoomba. Kasema sawa. Nikafunga siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3. Nikaingia nikaomba. Kiboko kilichowakuta ile nyumba ilikuwa ni ya moto kwa kutembelea. Lakini nilipoomba mara ya kwanza, walinidhihaki wakaondoka. Nilipofunga siku 3, cha moto walikipata. Hapa ndugu zako sitasema walichokipata, maana hapo walishuhudiaga. Haleluya, haleluya. Sasa nilipewa maelekezo ya saa ile, mission ilipoisha ikaisha hapo. Kwa hata kwenye kufunga lazima upewe maelekezo ya saa hiyo. Jambo likiisha, usitoke na kile kuombea kingine, utapigwa. Haleluya, haleluya. Sasa wakati unasukuma jambo, umelisukuma halisogei, mwambie Mungu huko ndani kuna nini? Atakwambia kiwango cha nguvu iliyoko ndani yako hakilingani na kiwango cha vita kilichokuwepo mbele yako. Sasa utapewa namna ya kuomba. Kwa mfano, ukiambiwa kwamba hili jeshi ni kubwa kuliko nguvu iliyokuwa ndani yako, unatakiwa uongeze nguvu yumkini ya watu 3. Haleluya. Amen. Sasa kwa akili zako utachoma kutafuta waombaji muombe pamoja. Lakini kuambiwa ongeze nguvu ya waombaji 3 haijaisha. Lazima rudi tena useme hawa 3 ni akina nani? Hawa 3 ni akina nani? Kwa sababu unaweza ukamwona mtu ni muombaji mzuri kweli usoni pako, lakini katika ulimwengu wa roho yupo cheo cha chini sana kiroho kwenye maombi. Kwa sababu kinachofanya mtu asukume sio kuomba. Tulisema jana ni nafasi katika ulimwengu wa roho. Sasa wewe unakurupukaga tu,
mpendo na mzigo wa maombi tushirikiane watatu. Baada ya kuongeza jeshi, hata jeshi lako ndani yako linapuruniwa. Kwa lina na 1000 unaweza kwenda na 100, kwa sababu anaweza akaja mtu akanajisi madhabahu, hata ile nguvu yako pia ikapigwa. Sasa wengi wanapigiwaga hapo. Wengi wanafanya nini? Wanapigiwaga hapo. Si kila jambo unatakiwa uombe na kila mtu. Kuna mambo ambayo yanahitaji mtu maalum ambaye hali yake ya kiroho inaruhusu kuomba hilo jambo. Na hili pia limesababisha waombaji wengi kupigwa katika maombi. Tulijifunza juzi kwamba sio kila vita na kuhusu kaombe. Vita nyingine sio ya kwako. Natakiwa ione ipishe ipite. Kuna mtu ameandaliwa kwa ajili ya hiyo vita. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume 13:1 hadi 3. Matendo ya Mitume 13:1 hadi 3 nitasoma. Na huko Antiokia katika kanisa lililokuweko palikuwa na manabii na walimu, nao ni Barnaba na Simeoni aitwaye Nigeri, na Lukio Mkireni, na Manaeni aliyekuwa ndugu wa kunya na mfalme Herodi, na Sauli. Basi hawa walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono juu yao, wakawaacha waende zao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya waombaji. Amen. Sasa hii ni kesi ambayo inatuathiri sana kanisa. Kwa kutokupambanua kwenye vita hii, natakiwa niombe na nani? Kuna maombi yale ya pamoja. Tuna semina kama hii, tunaomba watu wote. Kuna ibada tunaombea watu wote. Lakini anaposema namna hii haitoki isipokuwa kufunga na kuomba, sio kila mtu anaruhusiwa kufunga na kuomba hapo. Hapo wamekaa wakifunga na kufanya Bwana ibada. Roho Mtakatifu akatokea akawaambia, nitengee Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaitia. Walishafanya kazi kubwa pale Yerusalemu. Lakini Mungu akiangalia, kuna hawa watu wawili ninawatenga kwa jambo fulani maalum, kwa muda maalum na kwa wakati maalum. Kwa hiyo Mungu anapokusemesha kuna jambo ambalo ni maalum kwa wakati maalum, atakwambia ni nani unatakiwa uombe na kwenye hilo jambo. Maana nasema walipofunga na kuomba, Roho Mtakatifu akasema nitengee Barnaba na Sauli. Haleluya. Amen. Sasa wewe unapopata jambo zito, Mungu anakuambia kuwashirikisha au unaangalia kwa macho? Sasa kwa kuangalia kwa macho, ndio maana maombi yako hayana neema ndani yake. Ndio maana maombi yako hayana majibu ndani yake. Ndio maana maombi yako yanakosa upenyo. Unafunga na kuomba, lakini neema ya Mungu haidhihiriki kwa sababu umekosa mbinu, umekosa maarifa, umekosa ujuzi. Kuna vitu ambavyo umefeli, kuna vitu ambavyo haviendi. Shida sio kwamba hamuombi, shida sio kwamba hujapata watu, lakini tatizo umeomba na watu ambao sio sahihi kwenye hilo jukumu. Haleluya. Amen. Mimi nafanya misheni nyingi sana za maombi. Napandia
madhabahu nyingi sana kwa nyakati tofauti na kwa majira tofauti. Ingawa kwenye timu tuko wengi, lakini siendi na kila mwanatimu kwenye kila jambo. Mungu akinituma mahali, namuuliza ni nani mwenye stamina kuna na kurudi salama. Kuna wakati nilipata huduma moja kule Singida, akaniambia kwenye timu yako hakuna hata mmoja kwenda naye, nenda peke yako. Nenda peke yako. Kaambia wapendwa, mniombee. Ni kipindi cha corona. Naenda kwenye nyumba ambayo mtu kafa na corona. Nimeambiwa nikazie corona isiendelee. Kaambia misheni, nenda peke yako. Siende na mtu. Sasa kuna wakati hata wao hawanielewi. Kwa nini? Haleluya. Amen. Vita haiwi vita wakati unapambana. Vita ni vita baada ya kutoka vitani. Hivi umenielewa? Usifurahie tu wakati wa vita. Vita inakuwa vita baada ya kumaliza vita. Kamuulize Elia. Kaenda Karmeli, kajenga madhabahu, kaangusha Baali, kaoa manabii 450 wa Baali. Ushindi mnono, subiri kesho yake mjini. Elia kashinda vitani, kaja kupigwa wakati yuko nyumbani amestarehe. Kapigwa nyumbani. Sasa wengi wanafurahia vita, hawajiandai vita baada ya vita. Tunakuwa na semina kama hii, watu wanasukuma kweli kweli, wanafanya kazi kweli kweli, lakini kati ya hawa waangalie, kuna wengine baada ya semina watabaki magari gereji hayana tairi. Nini? Vita baada ya semina. Haleluya. Kwa hiyo unaposimama kwenye madhabahu, lazima ujue kwamba kuna vita baada ya kumaliza vita. Kuna kumaliza huduma na wakati wa kujipanga ya vita mpya baada ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenye vita ngumu usifanye kirahisi. Usifanye kidepesi. Kuna watu walienda kwenye madhabahu za kwao, wakarudi ni vichaka kabisa, wanafungwa na kamba. Katoka ni mpendwa, karudi ni kichaka. Kuna watu wametoka kwenye mahuduma magumu, anarudi nyumbani, nyumba inakuwa ni ya moto, haikaliki. Huna pa kukaa, huna pa kulala. Umeingiza kwenye vita ambayo si saizi yako. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea na watu wanaoandaliwa kwa ajili ya vita. Usiangalie vita kwa macho ya kimwili, angalia vita kwa macho ya kiroho. Ukijifunza kwenda vitani kwa imani, maana kila vita lazima uende na neno la Bwana la kukuingiza na la kukutoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mnaogopa, mnaelewa? Nataka msiogope, muelewe. Tunajifunza namna aliposema namna hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kusali. Kwa unaandaliwa kwenda kufanya vita ambayo imeshindikana kwa wengine. Ona atakuwa utoe majibu ya ushindi kwenye hiyo vita. Lazima upewe vitu vizito. Lazima ujipange vizuri. Anasema hakuna litakalokuwa haliwezekani kwenu.
hatuna muda wa kukaa na Mungu, hatuna utulivu na Mungu. Hivi nilikuwa na tafakari habari ya Nuhu. Nuhu akaambiwa, Nuhu kajenge safina, maana gharika inakuja. Sasa ingekuwa ni walokole wa leo, angejenga safina na ingevuja na yangezama. Nini haraka? Anaambiwa kajenge safina, kasema sawa baba. Okay, kwenye safina mti gani niutumie kujengea? Akaambiwa mti wa mvinje. Kasema asante baba. Akarudi, naomba vipimo kwa ajili ya hiyo safina. Akaambiwa urefu wake mikono mikono mingapi? Hamna mumunya sasa. 30 ni mapana. Mikono 300 kwenda juu. Mapana 30. Akaambiwa na kuna chini, kuna ghorofa za chini na ghorofa za juu. Lakini akaambiwa utachukua lami uipake nje, na akaambiwa utaweka kidirisha juu kwa ajili ya mwangaza, na akaambiwa kutakuwa na mlango. Haikutosha tu hapo, imeisha saa. Akarudi tena, okay, sasa huko ndani akaambiwa utaandaa chakula cha kwako na cha wanyama atakao kuja. Kwa hiyo itakuwaje? Akaona tena kwa wanyama atakao ingia, wanyama safi chukua 7, wanyama sio safi chukua kiume na wa kike. Okay, nitawakamataje wengine? Wakala sema nitakuletea. Kwa hiyo alikuwa na usikivu. Wanasema alijenga safina kama miaka mingapi wana theolojia? 40 au mingapi? Ni kama miaka 40 hivi. Sasa wakati mchakato unaendelea kujenga, anapata maelekezo hatua hadi. Alikuwa na usikivu kwa Mungu wake. Lakini sisi ni wakurupukaji wazuri. Yaani ukisikia neno tu ushaingia mtaani, Bwana akasema amekupana, lakini halina maelekezo ndani. Halina nini? Maelekezo ndani. Mungu akaniambia, Zaba, anza kufanya huduma za mitandao. Kasema sawa baba, niko tayari. Kaingia kwenye maombi kwa muda kutosha. Kabla mambo ni mageni, haya mambo siyajui. Baada ya kuomba kwa kipindi kirefu, akaniambia nenda kwa mtumishi fulani, atakupa maarifa na maelekezo ya hatua ya kwanza. Nikamfuata ile mtu tena kwa sikio. Elisha kadaba alicheza yake. Elisha ndani kuwepo siku hiyo, labda ushasahau. Alikuwa mtumishi Mshiru. Kaenda akamwambia mtumishi Mshiru, nataka nianze huduma mitandao. Huyo alikuwepo. Akasema hivi, sasa hivi uli uanze tafuta simu yenye GB 128. Akaniambia mke wangu anayo. Akamwita mke wake pale, anaitwa Haika Mshiru. Akasema ukipata simu kama hii inafaa kuanzia. Kia akasema upate kamera, upate na taa ya kamera, lakini ukipata simu inafaa kuanzia. Bei kaka niambia, bwana mimi nimenunua hii kwa 400,000. Kwa ukipata 400,000 inawezekana. Kasema sawa. Ikarudi kwenye maombi. Mungu, nimeshapata maelekezo. 400,000 inatoka wapi? Hata 40 mfukoni sina. Akaniambia nitakuletea. Sasa ilipofika 400,000 ikaja, kanunua simu, ikaanza huduma mitandao. Kabla umenipa hatua ya kwanza, bado kuna hatua nyingi. Nahitaji maarifa zaidi. Nikaomba, akanibanena kwa fulani atakuongezea maarifa hatua ya pili. Nikasogea hatua nyingine. Kaida nenda kwa mtu fulani atakupa hatua nyingine. Kuna kijana mmoja nilimpata Dar es Salaam, akanifundisha kutengeneza yale matangazo ya mitandaoni. Nilikuwa nikiwa na semina nalipa 10,000, 5,000, lakini sasa hivi natengeneza mwenyewe.
Naona sasa ule mchakato umenichukua kama miaka 3-4 na bado sijakamilisha. Nazidi kusogea hatua hadi hatua. Mmoja akaniambia, mtumishi, kwa hatua iliyofikia, andaa grupu la maombi ambao nalisimamia. Kasema Mungu kasema ni mimi. Nikaanza maombi. Karibu mwaka mzima umekaa naombea ni namna gani nitaanza grupu la maombi. Mmoja akaniambia, mtumishi, kuna mtumishi mmoja anafanya huduma kama hiyo, nitakulipia kiingilio na nauli uende ukajifunze anavyofanya ile kazi. Nikalipiwa kiingilio $100, kaenda kwenye hiyo huduma, nikakaa pale siku 2, siku 3, nikapata maarifa, nikarudi, nikatulia, kaenda na maombi. Wakati ulipotimia mwaka huu ndio nikaanza hilo grupu la maombi. Sawa. Nilipoanza nikaona bado haijakolea. Kabidi niende kwa wataalamu wa masuala ya audio wanaorekodi nyimbo za waimbaji zile. Kaenda kwa wataalamu wa audio kwenye studio. Nikakaa nao. Tukaongea, kanambia, mtumishi, ili iwe vizuri unatakiwa pata vifaa hiki na hiki na hiki. Nikampa na pesa, sijarizika. Kabidi niingie mwenyewe nisome mtandaoni. Nikaingia mtandaoni, nikasoma, nikapata app ambao naingia inakupa mchakato wa kutengeneza sauti, kuboost sauti, kuchanganya sauti na kila kitu. Nikaisoma, ikakolea, grupu likaanza, kazi ikaanza. Amina. Haleluya. Sasa huu mchakato umechukua kama miaka mingapi? Sasa wewe unapewa neno, kesho umeingia kazi. Sasa unazaa mtoto wa miezi 4. Alafu akizana utakumlele nje mpaka ifike miezi 9. Hiyo kazi unaweza? Sio utakaulia njani. Haleluya. Kwa hiyo Mungu amepeleka vitu kwa watu vingi kwa watu, lakini vile vitu vinakufa. Kwa nini? Hawana muda kukana Mungu, kuviatamia, kupata maelekezo ya Mungu. Kasikia wazo la Mungu, anakurupuka. Haufiki bali takufa mapema. Kwa nini? Hujapata ujuzi kupitia maelekezo ya Bwana Mungu wako. Haleluya. Mbinu katika kuomba. Sasa Mungu mara nyingi anatusemesha, lakini shida sio kusemeshwa, ni kupata maelekezo kwenye kile ambacho umesemeshwa. Shida iko hapo. Na ukiona Mungu anakuletea picha mara ya kwanza, anakuletea mara ya pili, baada ya mwaka anakuletea mara ya 3. Baadaye asema, mtumishi, nimekuotea ndoto hii. Ile ndoto uliyoiota mara 3, anakuja mtu mwingine anakuambia, mtumishi, nimeota ndoto hii kwa ajili yako. Ni Mungu anakuambia, nimekuambia hujanielewa. Kwa nirudisha tena ili uelewe. Lakini mtumishi, kichwa kimepigwa super glue. Hakifunguki. Akishakusemesha, mwambie Mungu, nimepokea, naomba maelekezo, naomba tafsiri. Nipe tafsiri hiki, nipe mchakato, kinakaaje, kikoje, naanzaje, kinasogeaje, kina matokeo gani, kuna vita gani njiani, na Mungu akikupa jambo lake, ukikaa kwenye utulivu, atakupa maelekezo mwanzo hadi mwisho wa jambo. Kwa nini? Ana upako wa Alfa na upako wa Omega. Sasa sisi tunapokea Alfa, hatutaki Omega. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu Elisha siku ile alikuwepo, na
kwa sababu ndoto haikuwa yake, ilikuwa ni ya kwangu. Yeye alichangia mada, lakini leo kuna matokeo kitu ambacho tulikuwa wote siku ile. Na akachangia, ni kweli bwana. Ni kweli bwana. Lakini leo mambo si yameendelea. Sasa hakikuwa tu ilikuwa ni cha kwangu, nilitumwa pale kupokea maarifa. Nikaanza hatua ya kwanza, ikaja ya pili, ikaja ya tatu, na hivi kuna hatua nyingine natakiwa niingie mitandaoni. Baada ya semina nitaingia kwenye viwango vingine vya mtandaoni. Kuna vifaa nimevipata na vifanya mchakato niingie kwenye hatua nyingine ya huduma mitandaoni. Sasa ni mchakato endelevu. Kuna wewe ni hivyo hivyo. Mungu ameweka vitu vikubwa sana ndani yako. Anataka ukae ufunge na kuomba ili akupe tafsiri, maana alichosema lazima kina alfa na omega ndani yake. Sasa unapokea omega, utafuti alfa, unakufa na vitu vya Mungu huko ndani. Utadaiwa. Na Mungu akiona umefeli, anavihamisha kama alivyovitoa kwa Elia, vikaenda kwa Elisha. Vilivyotoka kwa Musa, vikaenda kwa Joshua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama somo linakolea, Bwana somo inaeleweka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tende kwenye kitabu cha Mathayo 18. Mathayo 18. Mathayo 18. Mathayo 18. 19:20. Biblia inasema hivi, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanywa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa wawili watatu wakusanyikapo kwa jina langu, mimi nami nipo papo hapo katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu ni mzuri. Umeingia kwenye maombi, anasema hii vita, kiwango cha vita haitoshi kusukuma peke yako. Tafuta watu wawili au watatu msukume. Akikutafuta vya Mungu ni nani na nani, anakupa hawa watu. Ukifuata yale maelekezo, mkiwa watatu, yeye mwenyewe ni wa nne katikati yenu, kuthibitisha kile ambacho mnaomba, kuthibitisha ibada yenu. Anasema watafanya kinami, nitakuwa hapo katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa nikupe dhambi mbaya sana kwenye maombi haya. Gharama ya maombi ya mapatano ni kubwa kuliko maombi ya kwako peke yako. Na dhambi inaitwa uaminifu na utii. Moja ya dhambi inayonajisi maombi ya pamoja ni kukosa uaminifu, kukosa utii. Sababu anasema wawili watakapopatana jambo wakiomba. Kwa hiyo kabla ya kuomba kuna mapatano. Sasa shida ya waombaji ni kukosa uaminifu katika mapatano yao. Na Biblia inasema wazi, watu wawili hawawezi kwenda pamoja isipokuwa wamepatana. Sasa mara nyingi kitu ambacho kinanipa shida sana kwenye maombi ya mapatano ni uaminifu na utii. Jamani, maombi yetu haya Bwana akasema ni ya siku 3. Tutakunywa maji tu, tutashuka
amesema tunywe maji mchana, afu tunashuka jioni. Mwingine anasema hapana, mimi maji sinywi, nitasubiri jioni. Umevunja mapatano. Jamani, maombi yetu tunaanza saa 7. Unakuja saa 10. Bora usije. Wewe ni akani kwenye hayo maombi. Wewe ni akani. Sasa mara nyingi msipojua namna kuitakasa madhabahu, mnaomba na Yesu karudi mbinguni, hayupo katikati yenu. Kwa sababu cha kwanza anaheshimu mapatano yenu. Sasa kuna maombi ya mazoea, fanyeni hivyo. Lakini ikishafika kwenye ishu inayosema namna hii haitoki isipokuwa kwa kusali na kufunga, heshimu hata kila sekunde. Ina sababu zake. Ina sababu zake. Sasa watu kwenye maombi ya kufunga mapatano, lakini hawana nidhamu kabisa. Si waaminifu kabisa. Jamani, tuamke saa 2 mswaki, saa 3 tujiandae kuoga, saa 8 maombi yanaanza. Inafika saa 4 ndio kwanza unatafuta ndoo ili ukaoge. Si mwaminifu, sio mtii. Sasa kwa hivyo vitu vya kawaida kabisa vinakata wingu. Maombi haya yanataka uaminifu na utii. Sasa watu yani wana inajisi madhabahu kupitia haya. Yani kwangu mimi maombi mazuri sana kwangu ya kufunga ni yale ambayo nafunga peke yangu kuliko na watu wengine. Kwa nini? Inanipa shida kila siku mnatubu tu. Mnajitakasa sana. Kwa nini? Jamani, tunaanza saa 7, watu wanafika saa 10. Mmefunga kwa jambo muhimu. Lakini kama ni wewe peke yako umesika rohoni, anza maombi saa 7. Saa 6:30 umeshafika kwenye madhabahu, unaanza kutafakari mbele za Bwana. Unaanza kuandaa madhabahu. Nusu saa unaandaa madhabahu, ikifika saa 7 kamili unaanza mtiririko. Tukufu umefunika Baba. Sasa hii dhambi inakula sana waombaji. Tena akija atasema mambo kama yote. Anajua wapendwa, baba fulani alikuwa amesema nimwandalie chai. Sasa nimekupika chai, nimechelewa. Unajua, ukiwa ni mtu wa rohoni vizuri kwenye maombi, Roho Mtakatifu atakupa mahitaji ya moyo wako yote kabla hajasema. Atakupa yote. Atakupa yote. Atakwambia tazamaji ndani. Atakwambia fungu zake. Atakwambia kanua mihogo leo ya chai kesho. Atakwambia ndizi leo kwa ajili ya kesho. Atakupa kila kitu. Kwa nini? Anasema bila yeye huwezi neno lolote. Kwa hiyo hata kumwandalia mume wako Roho Mtakatifu huwezi. Sawa na kurupuka mwenyewe, mamwacha anasema haya bwana, unaniweka pembeni. Kuna vitu vinadaiwa saa 4 kasorobo, nataka uende saa 4 kuja vianda utawali. Lakini kama umekaa na Roho Mtakatifu vizuri, atakwambia kila kitu. Kama kuna mtoto taumwa, andaa mseto kabisa. Andaa panado kabisa. Andaa kila kitu kabisa. Kwa sababu hatuna utulivu, hatukai rohoni, tunakwamisha na shetani kwa hila. Kwa kikaa rohoni vizuri, jamani, muombaji ni mtu rohoni sana kuliko watu wote kanisani. Maana anakaa kwenye moto wa madhabahu muda wote. Yaani muombaji ni mtu ambaye mnara wake unasoma kuliko mnara wa Voda. Yaani muda wote mnara antena yako inasoma. Yakipita mawimbi hayatakuacha. Lakini mnara umeshapigwa siku nyingi, hauna
lazima Mungu atembelee minara kwa upya. Wale jamaa walipokatwa na funga na kuomba, Roho Mtakatifu akasema niite Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaitia. Wamekuja na agenda nyingine, akaambia hiyo sio ya kwangu, ni hii. Kwa tokea agenda tofauti, sema agenda yangu ya leo ni hii, panga hiki na hiki na hiki, na mambo yanakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya waombaji. Haleluya waombaji. Haleluya waombaji. Kwa hiyo maombi ya mapatano yana nguvu kubwa. Tatizo kubwa ni kukosa uaminifu na utii. Maombi ya mapatano yana nguvu kubwa. Tatizo ni kukosa uaminifu na utii. Mathayo 26:37-41. Mathayo 26, tumalize hapo tuombe kidogo. Mathayo 26:37. Mathayo 26:37 hadi 41. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo Getsemani. Imeanzia 26:37. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaenda mbele kidogo, akaomba kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni mwombe, msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Haleluya, haleluya. Sasa wewe uliyesemeshwa kitu cha kuomba, kitu kingine, lazima uone ulimwengu wa roho wa uliowashirikisha kuomba nao. Kuna watu unaweza kuwashirikisha wakasema amina mpenda, tutaomba, wakitoka wanalala. Unajua kuna waombaji wenzangu, kumbe wamelala. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Bwana Yesu alipoona wapendwa na wale jamaa, kwa nini walilalia? Sema hivi, wakalala kwa huzuni. Yesu anasema roho yangu ina huzuni kiwango cha kufa. Aliposema nao, ile huzuni akahamisha na kwao wamsaidie kubeba mzigo. Badala ya kuomba, wakalala kwa huzuni. Kuna mtu anaweza kushangaa, umelala usingizi, unaota ndoto, unaamka una huzuni na usingizi umekata. Unakesha, unaangalia keji mpaka asubuhi, na unaamka huzuni bado ipo. Ukiona kuna alamu ya huzuni, Biblia inasema hivi, huzuni iliyo namna ya kimungu huleta toba liletalo wokovu. Kwa unaweza kupepembea tu jani, ghafla unasikia huzuni na kuugua ndani. Unaambiwa hiyo ni taa, kuna tukio si muda mrefu, ingia libatilishe lisitokee. Sawa, unasikia huzuni, unalala kwa sababu ya huzuni. Huzuni inakupa kuingia kwenye kuomba.
inakuwa ni hivi, unaita wapendwa, unawashirikisha mzigo uliobeba. Wanaposikia ule mzigo, kiriba kipya ni kwa divai mpya. Viriba vyao ni vikukuu, vinashinda kuibeba hiyo divai, vinaruka, hawaombi kwa huzuni. Akina Petro viriba vilipasuka. Nini? Mzigo uliobebeshwa walishinda, hata wanaanzia wapi? Wakalala kwa huzuni. Kwa hiyo hata kama unashirikisha watu kimwili, kimaombi, usiwategemee. Ukiwashirikisha ongezagia zaidi, kana kwamba hawaombi. Sawa sawa. Lakini Mungu akikupa watu kwamba hawa nimekupa, hata kama leo wana huzuni, lakini kesho watasimama, watakuombea. Kwa nini? Mungu amekupa. Yule Petro ambaye alilala kwa huzuni, lakini baada ya kupata nguvu, alikuwa ni askofu mkuu wa kwanza. Kaambia Petro, na kukabidhi kanisa. Kwa hiyo siogope. Hata kama leo umeshindwa kuomba, kama Bwana amekupa, kesho atakuombea. Lakini unaposhirikisha wenzako mzigo uliobeba kwa neno la Bwana, wewe usiache kuomba. Sukuma zaidi, maana wewe ndio mhusika mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya, haleluya. Nilipoanza huduma, cha kwanza Mungu aliniambia, omba nikupe watu wa kutumika nao. Omba nikupe watu wa kutumika nao. Unaona watu tunafanya huduma pamoja, sijawatafuta, ni Mungu aliwatafuta akaniletea. Hamjanielewa? Yaani naofanya nao huduma, sifanye nao kwa kuwapenda, nifanye nao. Isipokuwa Yesu amenipa hao nifanye nao huduma kwa utukufu wake. Amina. Na kila aliletwa kwa kusudi la kwenye kona fulani. Kwa hiyo na wewe, hata kama Bwana amekupa kitu cha kufanya kikubwa, usikurupuke kutafuta watu. Hata Yesu alinifundisha kama mzaba, mimi nilikesha mlimani kuomba kwa Baba, kesho yake ndio nikatafuta, lakini na msaliti akiwako ndani. Kwa hiyo unapotafuta kwa macho yako, wasaliti watakuwa wengi. Lakini Bwana akikupa, wasaliti wanaweza kuwa mmoja tu, lakini yupo ili uzidi kuomba zaidi. Haleluya. Kwa hiyo ili ufanikiwe kiutumishi, kuna huduma zile za pamoja, lakini yale maono ya Mungu ndani yako, utafanya kazi na kila mtu, hata kama na upako. Ujifunze. Yaani kuna watu ukiwashirikisha tu mambo yako ambayo ni serious, cha kwanza ukuvunja moyo. Si watu sahihi. Yaani kuwabebesha bana na vitu na visika, kwambia hayo hayawezekani. Huyo sio rafiki, mkimbie saa hiyo. Mtu ambaye Mungu amekupa sema tusijitie nguvu kwa Bwana, inawezekana. Hata leo umekwama, lakini jitie nguvu, kesho utapata njia. Huyo ni mtu sahihi kwako, umepona Bwana. Haleluya. Amen. Tusimame juu. Madhabahu inazidi kuwa tamu. Nisema nikate vinagoma kukata. Tumabudu tu Mungu kidogo. Leo tutamwambia Mungu akupe watu sahihi. Akupe watu sahihi. Wakufanya nao biashara, wakufanya nao kazi, wakufanya nao huduma. Mungu akupe watu sahihi. Na watu ambao si sahihi, Mungu aondoe kwako. Kuna watu umeungana na watu, kuna vitu vimekufa ndani yenu. Pambia Mungu akupe mbinu za kivita kwenye kufunga na kuomba. Pambia Mungu akupe mbinu, lakini akupe watu sahihi wa kushirikiana nao. Mwambie Mungu akupe mbinu unapofunga na kuomba, lakini
lakini akutendea watu kama alivyosema, nitee Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaitia. Mungu akutendea watu sahihi wa kufanya nao kazi. Watu watakuwa baraka kwako, wasiwe msiba kwako, wasikuvunje moyo. Karibu tumwabudu Mungu. Utukufu ni wako, haleluya. Utukufu ni wako, haleluya. Utukufu ni wako, ndani yako unatamani kuomba, tusogea hapa mbele. Ndani yako unatamani kuomba, sogeni hapa mbele. Unatamani kuomba, umekuwa ni muombaji au unatamani kuanza kuomba, sogeni hapa mbele. Mnaweza mkacheza mic. Mungu anatengeneza waombaji kwa kuwabebesha mambo magumu, akabebesha vitu vizito, vile vitu ambavyo kwa kawaida haviwezekani.
anatamani kupata watu ambao ni special. Anatamani kupata watu ambao watakaa kwenye madhabahu yako, msikilize, wapate maelekezo ya Mungu. Kuna milima Mungu anataka uhamishe kwenye familia yako, katikati ya kanisa unakoabudu, katikati ya maeneo mbalimbali. Moja ofisi ambayo Mungu anatafuta watu sana majira haya ni waombaji. Ni waombaji. Sema, Mungu uliye hai, katika damu ya Yesu ninakushukuru kwa rehema zako na fadhili zako na uaminifu wako. Ninakushukuru kwa ajili ya mkate ambao umenipa neema ya kumega siku ya leo. Ni kweli Mungu, nimekosa maarifa. Kuna viwango vya maarifa katika kufunga na kuomba. Nimevikosa. Imesababisha vitu vingi kufeli. Kuna milima ulihitaji Bwana nihamishe. Nimekosa maarifa. Nimekosa mbinu. Nakushukuru leo. Umenipa mbinu. Naomba Roho Mtakatifu. Achilia mafuta yanayoambatana na hizi mbinu ulizoziachilia ndani yangu. Watumishi wako walipokufanyia ibada na kufunga na kuomba, ukasema nitengeni Barnaba na Sauli. Mungu uliye hai, nimekimbia katika maombi. Kuna mambo mazito ulihitaji niyaombe, lakini sijajua namna ya kutafuta watu wa kuomba pamoja nao. Nimesimama na kina Akani tukapigwa vitani. Tumesimama na kina Kora wakawa mwiba katika maombi. Leo Mungu, ninarudi kwako. Ninaomba nipe neema. Nitakapofunga na kuomba, nipe watu sahihi kwa kila jukumu utakalotaka niweze kulisimamia na kushusha hiyo milima. Mungu uliye hai, niko tayari. Roho Mtakatifu, achilia upako ndani yangu. Huo upako uwe na roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya ufahamu, roho ya ujuzi na ya kumcha Mungu na ufahamu. Mungu, na uaminifu na utii. Maana Mungu unaniandaa kwa ajili ya mambo mazito ambayo ilionekana kwamba hayawezekani. Kwenye hii madhabahu umesema ukiwa na imani kwa kiwango cha punje ya haradali, tutauambia mlima ukatupe kule na utatii. Hakutakuwa na neno isiyowezekana kwetu. Na ukasema namna hii haitoki isipokuwa kwa kusali na kufunga. Niko tayari nifunge kwa maelekezo yako. Na umesema mmoja atafukuza elfu moja. Niko tayari. Niweke wakfu ndani yako upako wa kufukuza watu elfu moja katika ulimwengu wa roho. Majeshi ya mizimu
kiu na wewe, kama vile Ayala anavyoonea shauku maji, nami leo nina shauku nawe Bwana. Kuna misiba mingi imenitaabisha, nimepata majibu kwenye hii madhabahu. Niko tayari nijaze nguvu zako, unimwagie roho ya neema, na kuomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yachilie kwa Mungu, nguvu za Mungu ziko hapa. Yachilie kwa Mungu, yachilie kwa Mungu. Happy sogea huko mbele, happy sogea huko mbele, sukume maombi. Kuna nguvu za Mungu ziko hapa. Wafungua tu kiriba chako. Hicho kiriba kimekarabatiwa kwa siku kadhaa. Kinahitaji kipokee diva mpya, kinahitaji kipokee diva mpya. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, watoe jangwani, watoe kwenye ukame, huwaingize kwenye bubujiko la haki, visima ambavyo vimefukiwa na Wafilisti. Hivyo visima leo vinafukuliwa, leo vinafukuliwa, leo vinafukuliwa, leo vinafukuliwa, leo vinafukuliwa, leo vinafukuliwa, leo vinafukuliwa. Usikubali huo ukame. Hicho kisima leo kinafukuliwa. Wako malaika sahihi, wako kazini, wanafuatilia kisima chako kana kutibuka, katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasogea mbele zako, mfalme wa amani. Hii ni saa ambayo tunafungua mioyo yetu. Hii ni saa ambayo tunafungua madhabahu zetu. Hii ni saa ambayo tunafungua mioyo yetu. Tunakupa nafasi Roho Mtakatifu, tunakupa nafasi Roho Mtakatifu, tunakupa nafasi Roho Mtakatifu. Utujaze nguvu zako kwa upya, utujaze na Roho wako Mtakatifu, utujaze na Roho wako Mtakatifu. Baba, katika damu ya Yesu, hebu shikaneni mikono kwenye mstari uliosimama. Lakini pia acha kuwa na mazoea mbele za Bwana. Ni saa ambayo Mungu anaenda kuachilia nguvu mpya ndani yako, ili akusaidie kuomba na namna ya kuomba juu ya makusudi ambayo Bwana amekusudia kwako. Kuna makusudi ya kuombea familia yako, kuna makusudi ya kusukuma uchumi wako, kuna makusudi ya kusukuma watoto wako. Hivyo hautaweza kama neema ya Mungu haipo ndani yako. Funua tumbo lako mbele za Bwana, niachilie mbele za Bwana saa hii. Mungu yuko hapa ili akusaidie. Mungu yuko hapa ili akusaidie. Yamkini kuna kusudi la kubeba hii madhabahu ya hapa Anglikana. Iko sababu ya Mungu kuachilia neema yake ndani yako. Yamkini iko sababu ya kuombea madhabahu na mahali unapoabudu. Ni sawa, natakiwa kuchukua hatua ya imani, kumwambia Bwana, niko hapa jioni ya leo. Mwambie Bwana, niko hapa jioni ya leo. Mwambie Bwana, niko hapa jioni ya leo. Tamka neno mbele za Bwana juu ya hitaji ambayo unahitaji Mungu akusaidie jioni ya leo. Ninaona kuna watu macho yao yanaenda kuachiliwa machozi. Hayo machozi yanaenda kubeba kanisa. Hayo machozi
kama uko kwenye biashara, chukua hatua ya imani. Hata kama uko njiani, chukua hatua ya imani. Mungu yuko tayari kusaidie. Naona mbingu zimefunguka, naona mbingu zimefunguka, naona mbingu zimefunguka, naona mbingu zimefunguka. Hiyo neema iko juu yako sasa, hiyo neema iko juu yako sasa, hiyo neema iko juu yako sasa. Bwana Yesu, pokea machozi ya wanawake hawa. Yesu, pokea machozi ya mwanamke huyu. Yesu, pokea machozi ya binti huyu ambaye saa hii macho yake yanatirizika machozi. Yesu, pokea machozi ya huyu kijana ambaye saa hii macho yake yanatirizika machozi. Kuna mahali anapitia, kuna mzigo mzito unaobeba kwenye mabega. Ni saa huo mzigo Yesu ukatua kwenye mabega ya huyu kijana. Ni saa ya huo mzigo Bwana Yesu ya kutoa mzigo kwa huyu mwanamke. Kuna mzigo kwa huyu mwanamke, kuna mzigo kwa ajili ya huyu kijana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mbingu ziwe wazi sana kupokea machozi, mbingu ziweze kupokea haya maombi, mbingu ziwe wazi sasa, mbingu ziwe wazi sasa, mbingu ziwe wazi sasa. Hiyo neema na Mungu, hiyo neema na Mungu iko juu yako, hiyo neema na Mungu iko juu yako, hiyo neema na Mungu iko juu yako. Wewe ukame kuachie, wewe jambo kuachie, wewe ukame na jambo kuachie, wewe ukame na jambo kuachie, wewe ukame na jambo kuachie. Hiyo mizimu ambayo imeshikilia neema ya Mungu ndani yako ikaachie neema ya Mungu. Roza mizimu achie neema ya Mungu, roza mizimu achie neema ya Mungu, roza mizimu achie madhabahu, roza mizimu achie madhabahu, roza mizimu achie madhabahu za Bwana, roza mizimu achie madhabahu za Bwana. Kila maagano yenye kwenye nafsi za watu hawa leo, na mimi na damu ya Yesu Kristo, na mimi na damu ya Yesu Kristo, na mimi na damu ya Yesu Kristo. Kila machozi ambayo yanachuruzika sasa hivi leo mahitaji mbele za Bwana. Hapa nisikilizeni. Waombaji wa hili kanisa sogeni hapa. Waombaji wa hili kanisa sogeni hapa nilipo. Kaeni nyuma huyu mwanamke. Kaeni nyuma yake. Kaeni nyuma yake. Kila mtu amguse, kila mtu aguse, gusa kwenye nguo yake. Kila mtu amguse, gusa tu nguo yake. Gusa unapoweza kugusa. Kuna mtakatifu, kuna upako wa kuambukiza juu ya mwanamke. Upako leo juu yake. Yes. Upako leo juu yake. 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 Yes. Upako. 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 Uambukize. Upako hili kanisa. Mshikilieni asianguke. Mshikilieni kwa nguvu asianguke. Kuna kiwango cha upako. Kuna kiwango cha upako. Kuna kiwango cha upako. Kuna kiwango cha upako. Imefunga ndani yake cha kuvisha waombaji wa hili kanisa. Yes, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Upako wa kuvisha hili kanisa. Upako wa kuvisha waombaji wa hili kanisa. Upako wa kuvisha waombaji wa hili kanisa. Unaachiliwa juu yenu. Mnaingia utukufu mpya. 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 Upako, 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 upako unaoachiliwa juu ya mwanamke. Unapokea sehemu yako. Unapokea sehemu yako. Mungu alichukua sehemu iliyoko juu ya Musa akawapa watu sabini na wote wakatabiri. Mungu alichukua sehemu ya upako ulioko juu ya Musa ukagawanywa kwa wazee sabini na wote wakatabiri. Una upako ambao unashuka juu ya huyo mwanamke. Umekonekti, ukonekti na mbingu, ukonekti na mbingu, ukonekti na mbingu. Kwa jina la Yesu, upako wa maombolezo, upako wa kuugua, upako wa kukesha katika maombi, upako, upako, upako. Kwa jina la Yesu, naam, upako mpya, 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 upako mpya. Ule uchungu, 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 uchungu, ule uchungu, ule uchungu, ule uchungu. Leta vitu, leta vitu, leta vitu. Kwa jina la Yesu, ule uchungu, ule uchungu. Agusa mkono, agusa huo mkono. Ule uchungu, ule uchungu.
kuzaa kitu, ule uchungu, yale maombolezo, mshikishe kwa nguvu, mshikishe kwa nguvu, mshikishe kwa nguvu, uchungu wa kuzaa kitu, uchungu wa kuzaa, uchungu wa kuzaa, uchungu wa kuzaa, kwa jina la Yesu, upako, Biblia inasema, liite wanawake, waliostadi, wakaomboleza, wakatomboleza, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naam, msimu mpya, lango linafunguka, ingieni, lango linafunguka, lango la maombi linafunguka, kwa damu ya Yesu, lango la maombi linafunguka, kwa damu ya Yesu, lango la maombi linafunguka, 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 kwa jina la Yesu. Hamtabaki kama mlivyo, hamtabaki kama mlivyo, maana Bwana amewachilia, maana Bwana amewachilia ule upako ulioachiliwa, ule upako ulioachiliwa. Seminari mjikonekti, mjikonekti. Mungu aliye hai hawakonekti na hilo wingu, hawakonekti na hilo wingu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hivyo ni njoo tunaelekana hapa, tunaelekana hapa, tunaelekana mshikane mikono. Neno lako umelithibitisha kwa kuja kwa manabii wawili. Kwa hiyo ni amin na kweli, ni amin na kweli. Roho Mtakatifu, thibitisha kwa mafuta ya huu msimu ambao umeufungulia mbele yao. Thibitisha kwa haya mafuta, thibitisha kwa haya mafuta, thibitisha kwa haya mafuta, katika jina la Yesu. Ule upako uliokuwa juu ya wana wa Asafu waliposifu na kuabudu, utukufu wa Mungu ulishuka ukaifunika hema. Utukufu wako ulishuka ukaifunika hema. Ninauliza mafuta, ninauliza haya mafuta, ninauliza haya mafuta, ninauliza mafuta, ninauliza mafuta, ninauliza haya mafuta, ninauliza mafuta ya kusifu na kuabudu na utukufu wako ukafunika madhabahu. Ninauliza upako wa kusifu na kuabudu na utukufu wako ukafunike hiyo madhabahu mahali walipo, kwa
ufahamu, roho ya kumcha Mungu iachiliwe ndani yako. Roho ya hekima na ufahamu, roho ya kumcha Mungu iachiliwe ndani yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ewe mchungaji wa roho yake, Bwana Yesu mchungaji wa roho yake, asiende kushoto wala kulia, asiende kushoto wala kulia, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ili kulifanya agano kwa imani. Hii mikono ikashika pesa kwa ajili ya huduma iliyoko mbele yako. Mungu awainulie wadhamini, Mungu awapa support, awape nguvu za kupata utajiri. Hili agano lipate kuwa imara. Bwana wainulie watu wa kusimama pamoja naye. Hii mikono ikashika fedha kwa ajili ya hilo kusudi, katika jina la Yesu. Unamwona huyu mtumishi wako ni uzao wa Ibrahim, ni uzao wa Ibrahim. Jehova, vita na taabu anapitia katika ulimwengu wa roho, mashindano ya mizimu na miungu, hiyo vita ya kiroho inaileta leo kwenye madhabahu yako, inaileta leo kwenye madhabahu yako. Mungu anasema kwa nani mlima mrefu pende Zerubabeli utakuwa ni nchi tambarare kwa jina la Yesu aliye hai. Hiyo milima mbele yako kwa jina la Yesu iwe ni tambarare. Huo mlima mbele yako uwe ni nchi tambarare kwa jina la Yesu. Mungu aliye hai akakomesha mateso, akakomesha mateso yasiinuke mara ya pili katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Uwezo wa kifalme uwe juu yako sasa. Mungu aliye hai, kama uko kuume, kama uko wenye nguvu, ukafanya vita roho za miungu, roho za mizimu, misiba yote na mateso yote kwa jina la Yesu. Leo ya kuachie, leo ya kuachie kwa jina la Yesu. Moto wa Bwana upite sasa, ufanya vita na kila moto kigeni na kila vita wanatomisha mateso yasiinuke tena mara ya pili kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu aliye hai achukue mzigo wako. Mungu aliye hai auchukue mzigo wako, akubebe mzigo wako. Mungu aliye hai inaleta fadhaa zake na mizigo yake yote kwenye madhabahu yako. Madhabahu yako ipiganie, madhabahu yako imsamehe, madhabahu yako Mungu ilete wokovu na ukombozi kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu inene neema toka utosa kwa uhai
narudi tena.